Hamjambo wanafunzi, ni wakati mwingine tena tumekutana katika somo letu la lugha ya Kiswahili. Mwalimu wenu ni yule yule Konzi Nzaka, na natumaini kila mtu yuko tayari. Wacha nidokeze hili somo ambalo tutajifunza kwa leo. Kiswahili na leo tunajifunza sarufi na matumizi ya lugha. Matumizi ya lugha. Alafu tutaingia vitenzi. Kama ninavyo radidi mara kwa mara ama kurudia mara kwa mara kwamba huu ndio mzizi wa lugha. Kama wewe hutakuwa unajua sarufi, basi hata lugha hutakuwa unajua. Wacha matumizi yake, hata lugha utakuwa unajua, bali utakuwa miongoni mwa wale watu ambao tunasema kwamba wanazua lugha zuka. Hata haitakuwa ni lugha shengi. Kwa hivyo hapa ndio msingi wa lugha, na hii ndio ile sehemu ambayo huwa inachukua alama nyingi, alama 40 katika karatasi yako ya pili. Kwa hivyo kama tunafundishana hapa, ningependa ukae makini, mtulivu, ili uweze kupata yale ambayo nitakupakulia. Hapa tunazungumza kuhusu vitenzi. Huyu mwandishi amesema kwamba vitenzi ni neno. Vitenzi ni neno linalotumika kuelezea au kutoa taarifa kuhusu jambo fulani. Vitabu vingine vinasema kwamba kitenzi ama vitenzi ni maneno au unaweza kusema ni kisawe cha kiarifa. Kwa hivyo hapo tunaona kwamba vitabu vingine vinasema ni kiarifa, na huyu mwandishi wetu ambao tunatumia kitabu chake cha kiada anasema kwamba ni maneno yanayotumika kueleza taniwia radhi kidogo hapa, lugha imeingiana. Yanayotumika kueleza au kutoa taarifa kuhusu jambo fulani. Na vitabu vingine vinasema kwamba ni kisawe cha neno kiarifa. Vitenzi vinapotumika huwa vinafanya kazi kadha wa kadha. Kwa mfano, huonyesha jambo linalotendeka. Kwa hivyo hiyo ni kazi ya kwanza ya kitenzi. Kazi
inalotendeka katika muktadha huo. Kwa mfano, jambo hili huwa lazima kuwe na mtendaji, kwa sababu kitendo hakiwezi kutendeka kama hakuna mtendaji. Kwa hivyo lazima kuwe na mtendaji. Ndipo kile kitendo ambacho tunakizungumzia kifanyike. Kwa mfano, baadhi ya hivi vitendo ni kama vile lima, imba, cheza na kadhalika. Kwa hivyo hivi vitendo ambavyo ni mifano tu hiyo mitatu, ambapo kuna kitendo cha kulima lazima kuwe kuna mtendaji, kitendo cha kuimba lazima kuwe na mtendaji, kitendo cha kucheza lazima kiwe pia vile vile kuna mtendaji. Baadhi ya vitenzi huweza kutumika peke yake, ilhali vingine huambatana na viambishi. Kanuni haswa ya vitenzi hivi, kunavyo vile ambavyo huwa vinajitegemea. Baadhi ya vitendo na baadhi ya vitenzi hujitegemea au wacha niseme hujitokeza vikiwa kamili, na vingine huhitaji viambishi. Viambishi kuleta ukamilifu. Kuvikamilisha. Natumaini kuna kipindi ambacho tulizungumza kuhusu maana ya viambishi. Tukasema ni sehemu ndogo ndogo, ambapo pia vile vile vitabu vingine husema ni vitamkwa ama ni silabi ambazo huwa zinaunganishwa ili kuweza kuleta maana fulani. Kwa hivyo katika hivi vitenzi kunavyo vile vitenzi ambavyo huwa vinajisimamia, na kunavyo vile vitenzi ambavyo huwa haviwezi kuleta maana bila kuletwa pamoja na viambishi fulani ili kuweza kuleta maana halisi. Viambishi hivyo huweza kuwa na majukumu mbalimbali, na viambishi vyenyewe ambavyo tunavizungumzia huwa viko na majukumu mbalimbali. Kwa mfano, Mwakumba alikuwa mpole sana. Kwa hiyo kwanza tuone mfano wa vitenzi vikamilifu. Hivi ni kama lima, ni kama imba, ni kama vile enda na kadhalika. Hivi ni vitenzi vikamilifu, vinajisimamisha. Halafu na mfano wa vitenzi vinavyohitaji viambishi ni kama vile
kama vile alikuwa, ni mojawapo. Aliandikiwa, na kadhalika. Kwa hivyo ni vitenzi ambavyo vinahitaji viambishi fulani ili viweze kuleta ukamilifu fulani. Kwa hivyo tutaangalia baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na vitenzi, ile ambayo inasababisha haswa kuwepo kwa vitenzi ambavyo vinahitaji viambishi fulani ndiposa viweze kukamilika. Kuna hili neno linaitwa mzizi. Mzizi wa kitenzi. Mzizi wa kitenzi ni sehemu ambayo huwa haibadiliki katika kitenzi. Na kama ni sehemu ambayo haibadiliki katika kitenzi, huo ndio msingi wa kile kitendo ambacho unataka kukizungumzia. Ndiposa huwa utahitaji hivi viambishi. Kwa hivyo kwa ufupi unaweza kusema mzizi wa kitenzi huwa ni sehemu isiyobadilika katika kauli mbalimbali. Hiyo ndio sehemu asili kuu ya kitenzi. Kwa hivyo haiwezi kubadilika hata uiweke katika kauli mbalimbali. Na ninaposema kauli, huwa ni katika hali ya kunyambua kile kitenzi katika hali tofauti tofauti. Kwa hivyo itabaki pale, lakini wewe utahitaji tu kuambisha vile viambishi, aidha ni viambishi awali ama ni viambishi tamati, lakini ni lazima mzizi pale wa kitenzi hautabadilika. Je, kuna swali kabla sijaingia zaidi kwa kina katika hili somo letu la vitenzi katika muktadha huu wa lugha ya Kiswahili kuambatana na sarufi na matumizi ya lugha? Basi kama hakuna mifano yoyote, kama hakuna maswali yoyote, wacha nikuonyeshe baadhi ya mifano niweze kudhihirisha ama kudhibitisha yale ambayo nimeyaelezea kuhusiana na viambishi katika mzizi wa vitenzi. Hebu tuangalie mifano ifuatayo. Katika mifano ya viambishi katika mzizi wa vitenzi. Kwa sababu tutatumia kitenzi kimoja, wacha niandike wa kitenzi. Hii mifano itakuwa inaleta dhana tofauti tofauti, kwa hivyo utakwako unaangalia ile dhana ambayo inaleta na bila kubadilisha ule mzizi wa kitenzi. Kwa mfano wa kwanza, Ali acha ni andike kulingana na viambishi.
kitabu. Hapa tunapoangalia mfano wetu wa pili, Asha hukisoma kitabu. Halafu katika mfano wetu mwingine, mfano wetu wa tatu, Juma na Kombe watakisoma kitabu. Tunapoangalia hiyo mifano yetu, tunaona ya kwamba hapa Ali alikisoma kitabu. A inamrejelea Ali na li ni kiambishi cha wakati uliopita, halafu ki ni kitendo ambacho ni kile kitabu, halafu som ndio mzizi wa kitenzi kile ambacho kilitendwa na Ali katika usomaji wa kile kitabu. Halafu Asha yuko na mazoea ya kusoma kile kitabu kwa sababu tumetumia kiambishi huu pale. Halafu hapa tumetumia kiambishi wa cha hali ya wingi kwa sababu ni Juma na Kombe wanakisoma kile kitabu. Kwa hivyo zile sehemu ambazo hazibadiliki ambazo nazizungumzia ni hizi ambazo ni som, japokuwa huwa sehemu hizi zinatoa dhana tofauti tofauti. Kwa hivyo ninapozungumzia viambishi ni sehemu kama hizo. Wacha tuangalie aina za viambishi. Aina za viambishi. Kuna aina mbili za viambishi. Aina hizi ni viambishi awali, alafu viambishi tamati. Hivi viambishi viwili huwa vinatokezea katika hali tofauti. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba viambishi awali ni mofimu ambazo huambishwa kwenye mzizi wa kitenzi. Tunapoangalia, tukichukua hivyo viambishi vya kwanza, hutokezea mwanzoni mwa mzizi wa kitenzi, halafu viambishi tamati hutokezea baada ya mzizi wa kitenzi. Kwa hivyo nitatumia mifano hii. Utakuta kwamba hizi sehemu ambazo zinatokezea mwanzoni mwa neno som huwa ni viambishi awali, halafu hii ama hiki kiambishi hapa mwishoni huwa ni kiambishi tamati. Hali kadhalika hizi sehemu ambazo zinatokezea mwanzoni mwa mzizi som huwa ndio ni viambishi awali na viambishi tamati. Kile ningependa kujua tu ni kwamba, ama kukueleza ni kwamba, viambishi awali huchukua
maana tofauti tofauti, ama huangazia sehemu tofauti tofauti. Je, kuna swali kabla sijaendelea kwa kina ili kukuhamasisha zaidi kuhusu aina za viambishi na kazi zinazofanya katika mzizi wa kitenzi? Basi kama hakuna swali lolote kuhusiana na pale nimefikia kuambatana na somo letu kuhusiana na vitenzi, mimi nitakuchorea majedwali mawili. Jedwali la kwanza nitakuchorea kuhusiana na viambishi awali, halafu jedwali la pili nitakuandikia la viambishi tamati. Halafu muda kama utakuturuhusu, nitakupatia ufafanuzi kamili wa hiyo majedwali mawili kwa kukuonyesha mifano katika sentensi. Kwa hivyo bila shaka nafikiria tuko pamoja kwa hapo, na sitakuwa ninakosea kama nitafuta sehemu hii tayari ya kukuandikia yale majedwali. Uende ukijua kwamba sehemu hii huwa ni muhimu sana kwa wanafunzi. Wacha tuangalie ile jedwali ambalo nalizungumzia kwayo. Jedwali lenyewe ni la viambishi awali. Viambishi awali. Tutaandika pale jedwali. Alafu jedwali langu taandika pale kipatanishi cha ngeli, patanishi ngeli, kiambishi nafsi, halafu pia vile vile kikanushi. Hizi ni sehemu zote ambazo zinapatikana katika viambishi awali kwenye mzizi wa kitenzi. Halafu hapa tutaandika wakati. Halafu wakati tunapata kiambishi rejeshi. Baada ya kiambishi rejeshi kitendwa. Halafu tukitoka kwa kitendwa pale tunakuja katika mzizi wa kitenzi. Halafu na baada ya mzizi wa kitenzi, natumaini nikifuta hapa sitakuwa pia vile vile nimekosea wewe mwanafunzi wangu na ikustahiki. Halafu baada ya mzizi kuna kiishio, ambapo hii ni sehemu ile ambayo ni ya kuishia. Halafu kwa sababu tumezungumza hayo maswala, wacha niandike nafsi yangu pale. Niandike kiambishi changu cha wakati hapa. Halafu rejeshi yangu iko hapa. Halafu hapa hakuna kitu katika kitendwa. Halafu mzizi wangu ni som. Halafu kishio pale namalizia na a katika hali ya wingi. Kwa hivyo hapa ni lazima tunaandika haya maswala katika hali za nafsi zote, wingi na umoja, kwa sababu utakuta kwamba kuna sehemu kama kitendwa huwa katika umoja hakuna. Kwa hivyo katika wingi tunakutana nacho. Kwa hivyo ni lazima tunakihusisha. Hapo pale vile vile
Alafu katika moja utakuta hakuna. Alafu pia vile vile hapo kutakuwa hakuna kitu. Kumradhi kidogo. Hapo wacha nitumie kiambishi cha wakati uliopo. Nina cho ki soma. Ninachokiso utapata kumradhi kidogo, som. Alafu wacha niandike mfano wa mwisho hapa. Hapo tutaona kikanushi. Katika kikanushi chetu hapo mzizi. Wacha tupige mistari sasa ndio tuweze kupambanua kile nilichokuwa nikikizungumzia katika hii sehemu ya jedwali, ambapo ni sehemu muhimu sana kuambatana na nilichokuwa nakusudia kukujulisha. Mchoraji mzuri sana, taniwia radhi kwa hapo, lakini bila shaka kwa minajili ya kufundishana, bila shaka utanielewa. Kilicho muhimu ni ujue ni nini ninakizungumzia katika hii sehemu. Umuhimu si uchoraji, kwa sababu kila mtu ana kipawa chake. Kipawa changu mimi si cha uchoraji. Kwa hivyo bila shaka unapoangalia hilo jedwali langu utakuta ya kwamba linakufahamisha jumbe mbalimbali kuambatana na viambishi. Hapa ni kipatanisho ngeli, ambapo vile vile kwa sababu umeona hivi viakifishi vya mstari wa kulala, inamaanisha kwamba unaweza kukiita kipatanishi ngeli, unaweza kukiita pia vile vile kiambishi nafsi, na kikanushi kiko pale pale. Katika hali ya umoja tunaona ya kwamba vile viambishi awali ambavyo navizungumzia ni kama a, li, ye. Hiki ni kirejeshi. Hapa hakuna kiambishi chochote katika hali ya umoja kwenye sehemu hiyo ya kitendwa. Kwa hivyo vile viambishi vyote ambavyo vinatokezea mkono wa kushoto kabla huu mzizi wa haya maneno, hivyo ndivyo tunazungumzia kama viambishi awali. Halafu na vile vinatokezea baada ya mzizi, ambavyo viko katika mkono wangu wa kulia, viko viambishi tamati, ama ni viishio ukipenda. Kwa hivyo hilo jedwali langu limeweza
kukudhihirishia ya kwamba hivyo viambishi ambavyo nilikuwa navizungumzia viko wapi? Viko hapo. Kwa hivyo vile viambishi vyote ambavyo vinatokezea mkono wako wa kulia ndio ni viambishi tamati. Kwa hivyo nimeonelea tuue ndege wawili kwa jiwe moja. Kwa hivyo tutakapokuja kukutana, tutaona kwa kina ufafanuzi zaidi, nitakapokuelezea kwa kina na kupatia mifano zaidi kuambatana na viambishi awali na viambishi tamati. Hadi hapo tumefikia mwisho wa kipindi chetu kwa sababu ya muda hauturuhusu. Ni mimi wako Konzi Nzaka mwalimu nikisema alamsiki.